Waislamu, ninakuhusieni tena kwa mara ya pili kama ambavyo nami ninajihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر سبحانه 5 أشياء في هذه الآية، وذكر الرسول كذلك في حديثه الشريف. ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii na ametaja mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake 5 ashiya, mambo matano hayo la ya'lamuha illa hu, hakuna yote ambaye anajua mambo hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna mwingine. wa huwa qawluhu tabaraka wa ta'ala, nayo ni katika kauli yake Allah alitakasika na alitukuka aliposema inna Allaha indahu ilmu saa, hakika ni Allah peke yake, kwake peke yake ndiko kwenye utambuzi wa kujua saa ya kiyama. Fala ya'lamu ahadun siwahu, hakuna yote asiyekuwa yeye anayejua habari hiyo. La malaku muqarrab wala nabiyyun mursal, si malaika yote ambaye amekurubushwa kwa Allah, wala mtume yote ambaye amepelekwa kwa viumbe anaweza kujua ni mwaka gani kiyama kitatokezea, ni mwezi gani kiyama kitatokezea, saa ngapi na wakati gani. Hiyo elimu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu al-ghayth, jambo la pili, yeye Allah ndiye anateremsha mvua fi waqtihi al-muqaddar lahu, anawajua yeye wakati wa kuiteremsha mvua, wa makanahu al-muayyan fi ilmihi, na mahali ambapo itateremka mvua ni Allah anajua peke yake. Hakuna anayejua ya kwamba mvua kesho itanyesha kuanzia saa ngapi, dakika ngapi, sekunde ngapi, dakika ngapi, hakuna. Wala hakuna kiumbe anayejua kwamba mvua itamalizia saa ngapi, dakika ngapi, sekunde, hakuna. Hilo peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaghurrannakum alfalakiyun, wala wasikudanganyeni wana falak, wale watu wanaocheza na sayari za kilimwengu. Wa in alimu alkhusufa walkusufa, ingawa wanaweza wakabahatisha kajua kupatwa kwa jua na mwezi. Wa nuzuli alamtar, na kuteremka kunyesha kwa mvua. Bil adillati alhisabiyya, kwa hoja za kinambari za kihesabu. Falaysa dhalika ghaibiyya, hiyo haitu ghaibu. Kama alivyosema mwenye Allah, ma utitu min ilmi illa qalil, mmepewa sehemu ndogo tu elimu. Limadha, kwa nini? Liannahum fi martabati dhanni, kwani wao katika daraja ya kudhania, la fil yaqin, na hawako katika uhakika. Watu watabiri wa mambo, anaweza kukaa katika chombo cha habari akakwambia unaofuatia ni utaratibu, ni utabiri wa hali ya hewa. Maeneo ya pwani, nyanda za juu kaskazini kusini, pwani ya Zanzibar, kutakuwa na mvua kali na radi za kutisha. Na kwa tangazo hili basi wavuvi wote wanatakiwa sende baharini na vyombo vyote visiende. Kumbe ndio siku ambayo kutakatoka jua kali ajabu. La tokajua tuliza, sasa zaridi ziko wapi? Ndio ile ni sehemu ndogo tu elimu. Soma katika sura Kahf, wakati Nabii Musa alayhi salatu wasalam alipokutana Khidri alayhi salatu wasalam, wakaingia katika ile jahazi. Wakati wako katika safari, basi alikuja usfur, kijidege fulani hivi.
fanaqara naqratan au naqratayn fil bahri, yule ndege alipokaa juu ya mkingo ule jahazi akadonoa dono moja la maji au mawili vile. Halafu Khidr akamuuliza Musa, unajua maana yake ile? Amesijui. Akaambia ma ilmi wa ilmuk, elimu yangu mimi Khidr na yako wewe. Fi ilmi Allah, ukitaka kulingana na elimu ya Allah basi ni mfano wa yale maji ambayo kayachukua ndege kwenye bahari. Elimu yangu mimi na wewe ni sawa na ile sehemu ya maji aliyochukua ndege katika bahari. Huwezi kusema kwamba ndege yule kapunguza bahari, itakuwa ni upumbavu. Kwa hivyo elimu yangu na yako kwa Allah ni mfano wa mtu kusema amepunguza maji kwa sindano, jambo ambalo haliingia akilini. Kumaanisha hata wakatomea vipi, yale ni sehemu ndogo Allah amewapa. Kuna wakati wanapatia ni dhann na wakati wengine wanakwenda mchomo. Wa ya'lamu fil arham, na jambo la tatu ambalo hakuna anelijua ni yale yaliyomo katika matumbo ya kina mama. Adhakaruhum am untha, yeye ni mwanamume ama ni mwanamke yule? Waweza kusema mbona wajua na wao hawajui. Atamul khalq am naqisa, je yule akija duniani atakuwa mpungufu au atakuwa mkamilifu viungo? Wa min al-ahwat al-aridatu la, na vile hali mbalimbali ambazo zitamtokezea mtu yule pale, watakwambia yule wamwawili wale wamopacha mle, tuambie kwamba akishazaliwa yule atakuwa mlemavu atakuwa mzima, tukutujue kwa mtaalamu kweli. Tuambie akija hapa atakuwa tajiri maskini yule, halafu utuambie vile vile, utuambie chakula ambacho atakila tani ngapi atakula, utuambie atakunywa maji lita ngapi duniani hapa, atazungumza maneno mangapi, atembee hatua ngapi, atalala mara ngapi, amke mara ngapi. Hayo anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya kuangalia mna mtoto wa kike, haya mama dogo tu hayo. Sasa ma fil arhami, yani kila kitu kijue hakuna ila Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua kwamba akija hapa atakuwa mlala hoi ama atakuwa tajiri, atakuwa rais huyu au atakuwa ni nani. Wangapi wanazaliwa ni watoto marais lakini hawi marais? Kwa hivyo hilo anayejua hasa kilichoma katika matumbo ya kina mama kitakuwa kitu gani duniani, Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tadri nafsum madha taksibu ghadan, na hakuna nafsi yoyote inayojua kwamba kesho itapata mali, kesho mbali sasa hivi. Hakuna mtu anejua baada ya muda fulani kuna kitu gani cha shari mtakheri kitanikuta, hakuna. Hiyo kwa katika ghaibi ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, Allah ndiye anajua. Wama tadri nafsum bi ayi ardhin tamut, na hakuna mtu yoyote, hakuna nafsi yoyote inojua wapi itakwenda kufia. Laisa ahad minan nas, hakuna yote katika watu yadri aina madjahu min al-ardh, wapi atakwenda kuanguka au afie katika mgongo wa ardhi, hakuna. Afil bahri ambar, je atakufia baharini au atakufia nchi kavu? Na uko baharini ataliwa ni viumbe baharini au ataokoka ataopolewa? Na uko nchi kavu je ataliwa na wanyama au hakuna? Hilo ni Allah fi ilmi Allah, iko katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullah, anatupa habari, ameandika na kusimulia Abdullah mtoto wa Imam Ahmad bil Hanbali, kwa kusema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba idha qadha Allahu maitatan abdi, idha qadha Allahu maitata abdi, Allah anapoamua akatoa maamuzi akahukumu kwamba fulani aondoke duniani, basi biardhin, katika ardhi fulani, ja'ala lahu ilayhi hajatan, kule ambako ameandikwa kafariki kule ndiko Allah anamjalia yule mtu awe na shida naye, awe na shida kule. Tena hapo mtamzuia, bwana usiende, bwana usiende bwana, mimi sikubali, lazima niende leo, mimi hapa leo silali hapa, lazima la Dar es Salaam, kumekaandikwa kafa Dar es Salaam.
Na kuna mtu ajejepo Zanzibar sema lazima nikatembee Zanzibar, kumbe udongo wake kaandikiwa aje aondoke hapa Zanzibar. Kwa mujibu huu wa maneno haya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakuna mtu yoyote anayejua atafia wapi, basi turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwa Allah, tujivue na madhambi na maasi ambayo kubwa tunayafanya, turejeshe mahusiano ya familia. Kama tumegombana basi tupatane familia, na kama kuna majirani hawapatani warudi kwa Allah, waelewane, wafahamiane, waishi kindugu. Haya ndio maagizo ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibati nadama. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ansur al ikhwana al mufsidin fi Palestine. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم فإنهم من عبادك الصالحين يا الله. اللهم عليك بالنصارى واليهود يا رب العالمين، أرسل عليهم طوفان يا جبار يا عزيز يا قهار إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.